Amen. Ni vizuri kwa sababu ya siku ya leo. Niwega nitondo mthenya wa muthi. Ni kwa sababu Mungu ametupatia siku nyingine. Tondu mwathani ni atuhete muthenya ungi. Kwanza tusikie neno lake. Nigetha tuigue kiugo giake. Na ningetaka kuwakaribisha nyote. Na ningwenda kumunyita ugeni nyothe. Tusikie ukiwa mahali ambapo panastahili. Na uigue wi haria hagiriire. Kwanza upokee neno lake Mungu. Nigetha uigue kiugo kia Ngai. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agoco kanitha. Amen. Niwega nigwenda tuthike kiugo kia Ngai. Tutasikiza neno la Mungu. Muthenya wa umuthi. Na siku ya leo ni hali aha bodi. Kuna mambo ambayo nimeandika hapo katika umbao. Tondu niguo mbango ya kana nikio kiugo kia Ngai ahete. Kwa sababu ndilo ile neno ambalo Bwana amenipa siku ya leo. Na ile tutagawana nawe siku ya leo. Na kile nimeandika hapa kwa sababu kile tutao nena siku ya leo ni hinya wa ihoya. Tutaongea juu ya nguvu ya maombi. Na tukiongea katika nguvu ya maombi, basi tutapitia hiyo njia ambayo nimeandika pale. Vile mpango ya Bwana, vile Bwana alipanga, na ili tukaweze kumfikia yeye, na ufike kwako ama kwangu, na kufikia mtu katika mpango wa Mungu. Haleluya. Amen. Kwa sababu Bwana alipanga mpango wake na vile alipanga ya kwamba Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi, na kuna Kristo, na kuna Roho Mtakatifu, na basi nyumaye tuna mtu. Bwana asifiwe. Amen. Nigetha tuambiririe kana nigetha tuhingure kiugo gitu, na basi ndio tufungue neno letu. Tutakuigua na maandiko mengi wa ibuku ya Dhama, na tutaongea ama kusoma maandiko iko katika kitabu cha Kutoka 11, Kutoka 17, tuambiririe muhari wa 8, na tutaanza kuanzia aya ya 8. Na niguuria pastor atuthomere, na nituguthoma na lugha ya Gikuyu thini wa ibuku ya Dhama 17 twaje muhari wa 8. Ndio Amaleki mageuka makihuranira na andu a Israeli kuu Refidim, nake Musa akira Joshua atiri tuthurira andu mathie makahurane na Amaleki. Rucio niguo nie na nie gathie kuruga makirima iguru gwatete ruthanju rwa Ngai na guoko. Joshua agigika o ta uguo eritwo ni Musa, agikihurana na Amaleki. Nao Musa mari hamwe na Haruni magithie kirima iguru, kirima-ini kiu iguru. Na wekinya atiri ati hindira Musa abararia guoko gwake na iguru, andu a Israeli makahotana. Na riria agoithia guoko gukarora thi, hindi o Amaleki nao makahotana. No riri moko ma Musa makinoga, andu magikioya ihiga makimuigirira thi akiriikarira. Nao Haruni na Huri makimunyita moko mamambararitie na iguru, umwe akanyita guoko kumwe, nake uria ungi akamunyita guoko kuria kungi. Na moko make magikara oro uguo marumitio o nginya hindi iria riua riathuire. Nake Joshua akiagia Amaleki hinya hamwe na andu aria othe mamateithagia, akimanina o kumanina na hiũ cia njora. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, andĩka ũndũ ũyũ ibuku-inĩ ũtũũre ũririkanagwo, na ũwarie harĩ Joshua nĩguo awĩiguagĩre na matũ make, atĩ nĩnganina Amaleki mathire biũ, matikanacoke kũririkanwo kũndũ guothe thĩ ona rĩ. Nake Musa agĩgĩaka kĩgongona, agĩgĩta Jehova Nisi, akiuga atĩrĩ, Jehova nĩ kwĩhĩta ehĩta atĩ Jehova egũtũũra arũaga mbara na Amaleki njiaro-inĩ ciothe o rũciaro. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio harĩirie atĩa
Na ningwenda kwaria undu ucio rucini ruru. Sijui umejiandaa namna gani, na ningetaka kunena asubuhi ya leo. Tondu mundu na kuriganirwo ni makuhaniririe muno. Kwa sababu mtu na kusahau amekaribiana sana. Na nikio gitumaga, na ndiposa unaona urongirona ndungata haha, hata ukiangalia hata watumishi hapa, ukore tukoragwo na handu tungiandika kaundu. Unakuta kuna pahali ambao mtu anaandika notes. Tondu ile wandika kaundu kau, kwa sababu wakati umeandika kitu, na ndio ukiandika tu maundu tatu tunyandikite haha, ukiandika mambo kama nimeandika hapa, nitugutura tukuririkanagia uhoro wa githomo kia umuthi. Basi itakaa ikikukumbusha masomo ya siku ya leo. Wewe no ukorwo hihi nduikanya kabuku kanako, wewe labda haukuji na kitabu ya kuandika, handu ukiandika kaundu, ama pahali unaweza andika notes. No ni ngoda kumenyithia ati, lakini ningetaka kujulisha ya kwamba maundu maria mothe marutanitwo, yale mambo yote ambayo watu wamefundishwa thiini wa kugona giki katika madhabahu hii, maundu memwe mwingi muno, yale mambo ambayo iko na uhai sana, maundu batara kuriganira, mambo ambayo hustahili usahau, no uture kuriganirwo. Unaweza kuwa unasahau, no wage kugaya kindu, unaweza hata kukosa kurithi kitu, tondu mundu na kuriganirwo ni makuhaniririe, kwa sababu mtu na kusahau amekaribiana sana. Na uthaithane wega. Kwa hivyo nakusihi ugie handu uliandika kaundu, ni vizuri uwe na pahali unaandika kitu, tondu yawathi waguria tari unie ni thia ringi ngakiguria ukagaguria ibuku riria koguo, kwa sababu unaweza enda ukifungua kitabu chako, riria rothe ringi ndanaandika, na wakati wote ambao nimeandika, kana mabuku macio mangi ndanaandika, ama vitabu vile zingine nimeandika, nithia ndaguria tu, huwa nikienda nikifungua, ndathoma hanini ngaririkana uhoro ucio, nikisoma tu kidogo nakumbuka ule ujumbe, ngaririkana muoyo uria ndaiguire, na nakumbuka uhai ule niliopata kwa ule ujumbe. Haleluya, amen. Ni wega kugia na handu, ni vizuri kuwa na pahali ukandika kaundu, unaandika kitu, undu ucio nduri gutaithagia muno, kwa sababu hiyo itakusaidia sana, tondu maundu maingi maria maraio thiini wa kugona giki, kwa sababu mambo mengi yanayonenwa katika madhabahu hii ni maundu ma kuririkana hindi ciothe, ni mambo ya kukumbuka kila wakati, tondu icio nicio macia Ngai, kwa sababu hizo ndizo kweli za Bwana. Haleluya, amen. Ni maundu ma kuriganirwo, Sio mambo ya kusahau. ni kuri ihunjio itamakanagia kana wariganirwo, Kuna mahubiri ambao watu hawajali kama ulisahau, tondu kuga ndoka ngwire ni ukurathimwo, kwa sababu nikija nikwambie utabarikiwa, no ngirathimwo kana wage kurathimwo no uriganirwo. ukibarikiwa ama usibarikiwe unaweza sahau, Andu akorwo tete kindu kinene, na hautakuwa umepoteza mambo mengi, tondu urithia handu hangi na wiro ni ukurathimwo, kwa sababu utaenda pahali pengine na uambie utabarikiwa. Haleluya, amen. no ni kuri maundu matagire kuriganira, Lakini kuna mambo hayastahili kusahaulika. nikuhutia nini uhoro uyu, Basi tutaguza kidogo maneno haya, ni tondu turaria uhoro wa divine arrangement, kwa sababu tunaongea juu ya mpangilio mtakatifu wa Bwana. Haleluya, amen. uria Ngai we mwene abangire Vile Bwana alipanga uhoro-ini wa muturire wake mundu ariho, kuhusu maneno ya Mungu kuishi mtu akiwa pale. Haleluya, amen. nituwe wega Ngai aikarire giti giake kia unene, Tunajua Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi, na giti-ini giake kia unene ri, na akiwa katika kiti chake cha enzi, Ngai we mwene niwe uhingagia maundu, Mungu yeye mwenyewe ndio hutimiza mambo maria tumunengeraga, yale ambao huwa tunampatia. Haleluya, amen. no tukimunengera ri, Lakini tukimpatia, niathondekete mubango mwega wa Kristo, basi ametengeneza mpango mzuri wa Kristo, tondu Kristo nianengerwo ministry ya kuhonokania, kwa sababu Kristo alipewa ile jukumu la kuokoa watu, wa kurekanira mehia, na akapewa huduma ya kusamea watu dhambi. Haleluya, amen. na agicoka ningi akinengerwo jukumu, Na akapewa jukumu lingine ya gutuika njira ya gukinya hari Ngai we mwene, la kuwa njia ya watu kupitia kwenda kwa Mungu. Haleluya, amen. utagerete he Kristo, Na usipopitia kwa Kristo ndungihota gukinyira Ngai, hauwezi fikia Mungu. na nikio ona ni kuri ndini nyingi ibundiragia andu, Na ndiposa kuna dini zingine zinafundisha watu inyihitie Kristo na njira nene, wakimfanya Yesu kama ni kitu rahisi hivi, ona makaiga Yesu Kristo ri, na hata wanasema Yesu Kristo na ngihota gutuika kiria kiragwo, hawezi kuwa kile kinao nenwa, kana uria maandiko maugaga, ama vile maandiko inasema, ni tondu we ni kuumbwo ombirwo, kwa sababu yeye ni kuumbwa, aliumbwa. Haleluya, amen. no uhoro wa mani atiriri, Lakini ukweli no ni utauko matataukitwo ni vile ambao hawajafafanuliwa ati Kristo ti kuumbwo ombirwo, ya kwamba wajue Kristo sio kuumbwa, aliumbwa. no Kristo Lakini Kristo no we ire witũ
Yeye ndio Mungu. No riri Na ministry different. No ministry ekurani. Akapewa tu jukumu tofauti. Hallelujah. Amen. Na ndio ndio unahota kutigithukania Kristo. Na hakuna vile unaweza tenganisha Kristo na Ngai we mwene na Mungu mwenyewe. Hallelujah. Amen. Ndio wandikirikana ni gucokagia. Kwa sababu ukienda kwa maandiko inakurudisha. Yakwira atiriri. Inakwambia ati uhoro wari kuo. ya kwamba neno lilikuwa pale. Na uhoro ucio ri. Na lile neno ati kukigea na mwili. Ikawa na mwili. Na uhoro ucio ri. Na ile neno. Hallelujah. Amen. Ndio wote na iguru. Hiyo niliumba nchi na mbingu. Na riri. Na uhoro ucio ri. Na hilo neno ilikuwa ndani ya Mungu. Na uhoro ucio wari Ngai. Na hilo neno lilikuwa Mungu. Leo ni Yohana 1. Hiyo ni Yohana 1. Ukianza aya ya kwanza. Hallelujah. Amen. Leo ndio unahota kutigithukania Kristo na Ngai. Kwa hivyo huwezi tenganisha Kristo na Mungu. No riri. Lakini ni mpango wa Ngai kugera ministry. Ni mpango wa Bwana kuwa na huduma ya uhonokania ya kuokoa watu. Hallelujah. Amen. Na nige kuge na njira. Na pia kuwe na njia. Hiyo ministry ndio njira bado. Na hiyo huduma tu ndio njia ya ukinya kuliga wito Ngai. Ya kufika kwa Baba wetu Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Togo wike. Sio hivyo tu. Ministry no eta wa Kristo. Hiyo huduma ya Kristo. Ndio ministry ya kutuanira. Ndio ile ya kuhukumu. Hallelujah. Amen. Togo Kristo wewe ndio watu ila na iguru. Kwa sababu Kristo ndio atahukumu ulimwengu na mbingu. Hallelujah. Amen. Huko ni ministry ina jukumu yayo. Kwa hivyo ni huduma ambayo iko na jukumu lake. Jukumu ya hinya muno. Na ni jukumu la maana sana. Ndigere. Na saa tena ukiganigira ministry na kukawa tena na huduma nyingine. Ministry no itakuwa the Holy Spirit. Ambao ni huduma ya Roho Mtakatifu. Na the Holy Spirit re. Na Roho Mtakatifu. No hota kutigithukania na Kristo. Huwezi kumtenganisha na Kristo. Wala hota kutigithukania na Ngai wetu. Na huwezi kumtenganisha na Mungu Baba. Ndio hizo sio ni ministry. Lakini hizo zote ni huduma. Hallelujah. Amen. Na njia yako. Na njia gani? Spirit re. Kwa sababu Roho Mtakatifu Kristo akialia. Kristo akanena akira tumwatiriri. Akaambia mitume ya kwamba nikikara haha na inyuĩ nikikaa hapa pamoja nami uhoro ndũngĩkinyanĩra wega. Ili jambo haliwezi timia vizuri. Ndũngĩhota gũkinyĩra andũ aingĩ. Haliwezi timia hili neno. Kwĩna wĩra ũtekũrutĩka. Na kuna kazi ambayo haitatendeka. Kwa hivyo mimi lazima niende. Nĩgetha wona ndarĩkia gũthiĩ. Ili nikishaenda nĩngũcoka njũke. basi nitaja. Na rĩu ngĩũka tũgũkanie nawa. Na nikija tutakuja na baba yangu. Na nĩgetha tũikaranagie na inyuĩ. Na ili tuje tukae ndani yenu. Hallelujah. Amen. Holy Spirit. Ile Roho Mtakatifu. Kana Roho Mũtheru. Ama Roho Mtakatifu. Nĩ Ngai we mwene. Ni Mungu mwenyewe. Na nowe Kristo. Na ndiye ndio Kristo. Na rĩu ningĩ agĩũka na njĩra ĩngĩ. Na basi akaja kwa njia nyingine. Agĩũka na njĩra ya Roho. Akaja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ũguo rĩ. Kwa hivyo all these are ministries. Hizo zote ni huduma. Hizo ni ministry. Hizo zote ni huduma. Bwana asifiwe. Amen. Na ndũngĩhota gũtigithũkania ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ. Na hauwezi kutenganisha huduma moja na lingine. Hizo ciothe ndũngĩhota gũseparate uge atĩ Roho Mũtheru ti Ngai kana Kristo ti Ngai. Tondũ acio theri. Hizo zote huwezi tenganisha useme Kristo sio Mungu. Na kwa sababu hao wote. Na nikio twĩragwo atĩrĩrĩ. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba atĩ Ngai no ũmwe. Ya kwamba Mungu ni mmoja. Na rĩu ningĩ ona nĩ atatũ. Na tena ni watatu. Hizi ciothe ni ministry. Hizi zote ni huduma. Za kuhudumia mũndũ. Za kuhudumia mtu. Haleluya. Amen. Nake mũndũ rĩ. Naye mtu. Haleluya. Amen. Nake mũndũ akĩheo. Na mtu akapewa nini? Ministry ya mũndũ. Ministry ama huduma ya mtu. Bwana asifiwe. Amen. Tondũ Ngai okire agĩikarania na mũndũ na agĩtonya thĩinĩ wa mũndũ. Kwa sababu Mungu alikuja na akakaa ndani ya roho ya mtu. Nĩgetha nake mũndũ atuĩke ũmwe na Ngai. Ili naye mtu awe mmoja na Mungu. Haleluya. Amen. Nĩgetha mũndũ atuĩke ũmwe na Ngai. Na ili mtu awe mmoja na Mungu. Na ingia thĩinĩ wa ministry ĩno yothe. Na ingie katika ile huduma yote. Bwana asifiwe. Amen. Mũndũ gũkũ mũndũ wa riũa. Kwa hivyo mtu akiwa hapa ulimwenguni. Arĩ na ithe witũ nĩwe wĩigaga na ũkemena. Wadugu na wadada wewe ndio unaona kama unajidharau. Wewe ndio wĩigaga. Wewe ndio unajidharau. Wewe igũrũ nĩrĩkũĩ. Lakini mbinguni linakujua. Na igũrũ rĩkũĩ ũrĩ ũmwe wao. Na mbinguni linakujua ukiwa mmoja wao. Bwana asifiwe. Amen. Na nikiwa
Kristo ikiona yuko tokai. Na ndiposa Kristo akasema hata nyinyi ni miungu midogo. Haleluya. Yes. Tuikayura hivi. Hata sisi tumeumbwa na maumbile ya Mungu. Kwa sababu tukizalishwa pamoja na Mungu, tunakuwa mazao ya Roho Mtakatifu. Na kile kimezaliwa na Roho, hilo ni roho. Haleluya. Amen. Na kile kimezaliwa na mwili, nacho hicho ni mwili. Haleluya. Amen. Kwanza tuko hapa katika ulimwengu, lakini tukija hapa katika ulimwengu, Mungu akatuweka huku na akatupa Roho Mtakatifu, kwa sababu katika huduma hili lote, ile huduma ya Roho Mtakatifu ni kutengeneza na kuunda uungu ndani ya mtu, kukufanyia kazi ili aweze kukupa mfano wa Mungu mwenyewe, naendea kikuandaa unafanana na Mungu. Haleluya. Amen. Sisi ambao tumezaliwa kwa damu ya Yesu Kristo na ile damu ya Kristo. Haleluya. Amen. Lakini Shetani amedanganya watu sana ili wewe ujidharau. Haleluya. Amen. Kile kitu ambao unasikia na ile inakaa kama taswishi na ile inakaa kama kujidharau, hiyo ni mbegu ya Shetani. Haleluya. Amen. You are a very very important factor. Lakini wewe ni mtu wa maana sana kwa Mungu katika ufalme wa Bwana, na wewe unatazama ili vile Bwana anafanya kazi, na kama vile Kristo anafanya kazi, na kama vile Roho Mtakatifu anafanya kazi, ile hata kazi yako ni ya maana sana kwa Mungu. Wakati uko na mwili, kuna kazi mpya inafanywa ndani yako, na wewe umesimama mahali panaofaa katika huduma hili lote, kwa sababu hili kazi linatazamiwa litimie. Wewe kazi yako ni gani? Ni kumwakilisha Mungu mwenyewe, ukiwa kama umekanyanga hapa ulimwengu. Haleluya. Amen. Kwa sababu wakati tutakao jua vile, watu na wadada tutaenda mbali sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati mwingi tunajidharau hata wakati tunaomba, na unaomba ombi lako kama halitaenda, lakini ni la maana sana, na hilo ndilo linangojewa ili ombi lifanye kazi kutoka mbinguni. Na wakati Roho Mtakatifu alikuwa ananisaidia katika hilo, basi mimi nilikuwa nashangaa, kwa sababu hata mimi kuna mambo sikuwa najua, lakini Roho Mtakatifu huwa ananifunulia haya maneno. How important vile sisi ni wa maana, mtu ambaye ni wa maana katika ufalme wa Mungu, na ile sehemu ambayo umepewa wewe na labda haujui, unatumia nyakati zako za maana vibaya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ako na mpango mzuri nasi. Wacheni niwaambie, hakuna kitu cha maana kama wakati unaopiga magoti mbele ya Bwana na kuomba, na ukijua vile hilo maneno ni ya maana, basi utaanza kutafuta wakati wako, na utakuwa na nafasi wakati mwingi ya kuomba. Bwana asifiwe. Amen. Wakati utakaojua ile kazi inayofanywa na wakati utajijua wewe ni nani hapa ulimwenguni. Haleluya. Amen.
Twakinya guku ri, tukifika huku ulimwengu, Saitani atwiraga atiriri, Shetani anatuambia ati mundu ri ya kwamba mtu hanaga kiambia kurugama uguo ni tugatware cukuru, mtoto akianza kutembea tumpeleke kwa shule, tugiciria uhoro wa muture wa mwana ucio, na tukifikiria tu juu ya maisha ya yule wa mtoto mahinda ma thutha, ya nyakati zitakaokuja, nake Saitani auka kaitambini hau, naye Shetani anakuja anaingilia. ndiye uthomithia mwana ni uru, Na sisemi kusomesha mtoto ni mwana ni vibaya, arabatara thomithio, mtoto inastahili asomeshwe tondu uri muno mwaka uigatwo wa kinduire, kwa sababu lazima watu wawe na elimu. haleluya. Amen. No riri, Lakini hena kindu kingi kia maana muno kuna kitu kingine cha maana sana ya kuhanda mbeu ya kupanda mbegu ya umenyo ya ujuzi uria wa ma ule wa kweli, ati nie ndiwe watuika umwana uyu, ya kwamba huyu mtoto ajijue yeye ni nani watuika u na umekuwa nani. ni tondu riri Ni kwa sababu mbeu iria iringira thiini wa mwana uyu, ile mbegu itakaoingia katika yule mtoto, na mwana ucio na ugo wa nduire na huyu mtoto wa githomori, ako na elimu ya kiasi, mwana ucio arikie kwimenya ri, na huyu mtoto ajijue, na ndiye agikũranaga ri, naye aendelee akifafanua mũndũ mambo. akinyagĩrĩrwo nĩ kũrĩkia kũmenya atĩrĩrĩ, Mtu hufikia wakati wa kujua ya kwamba yokire gũkũ mũhuro wa riũa ya kwamba sikuja hapa ulimwengu nĩgetha njokanagĩrĩrie indo nyingĩ, ili nikusanye na niwe na mali nyingi, nĩgetha njĩtagwo gĩtonga gũkũ mũhuro wa riũa, ili niitwe tu tajiri hapa ulimwengu, tondũ ũtonga wa gũkũ mũhuro wa riũa-rĩ, kwa sababu utajiri wa huu ulimwengu ndirenda kuga nĩ mũũru, sisemi ni mbaya ndiraiga nĩ mũũru, na sisemi ni mbaya, ũgũkora kũrwo kũkĩna mũtũrĩre kwa tũikaraga. sababu hata huku tunahitaji sihitaji maisha ya kawaida. Haleluya. Amen. No rĩrĩa ũrĩrĩkia kũmenya-rĩ, Lakini wakati utakaojua, nĩũrĩigua ngoro yaku nĩ wega kũrekia, utasikia roho yako ni vizuri kuachilia gwĩtirania kũnene na maũndũ ma gũthira, na kukaa tu ndani ya mambo ya kuisha, no kũmathaga ũrĩa ũngĩkenia igũrũ, lakini utakuwa unatafuta vile utamfurahisha Mungu, rĩrĩa kũrehire mũhuro wa riũa, kwa sababu wakati alipokuleta katika ulimwengu, nĩgetha ũkinyithie makinya maku gũkũ mũhuro wa riũa, ndiposa uwe unakaa katika ulimwengu ũgũragie mwathani waku, na uwe unafunua Bwana wako na ũgĩe na relationship, na uwe na uhusiano naye, ũgĩe na uhusiano mwega na igũrũ, na uhusiano mwema na mbinguni. haleluya, Amen. gũkĩra ũrĩa ũngĩhang'ania Kuliko vile unaweza kuwa una shughuli kana nyingi wĩigua ũkĩiganĩra na usikie kama umestahili, nĩ maũndũ ma gũthira. ni mambo ambayo ni ya kuisha. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Muoroto wa Ngai wona warĩ atĩrĩrĩ, Kusudi la Bwana lilikuwa wona twarĩkia gũka gũkũ mũhuro wa riũa, tukisha kuja katika huu ulimwengu, twĩ thĩinĩ wa divine interpretation ĩno-rĩ, tukiwa katika ule mpangilio mtakatifu, twarĩkia kũingĩra ũguo-rĩ, tukija tu hapa ulimwengu, Ngai we mwene atuĩke provider. Mungu yeye mwenyewe awe ndio anatupa. Haleluya. Amen. Ngai atuheane we mwene, Mungu awe ndio anatupa kile tunahitaji, tondũ gũtirĩ kĩndũ atarĩ. kwa sababu ako na kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ngai ena ũtonga wothe. Mungu ako na utajiri wote, Ngai ndarĩ kĩndũ agĩkĩona ki. hakuna kitu hata kimoja amekosa. No gũcũthĩrĩria aracũthĩrĩria kuona andũ aya, Lakini yeye anatazama, anaona hawa watu mena kwĩrĩgwo kũnene, hawajisikii matirarũgama harĩa he hao, na hawasimami pahali panaofaa. arĩona mĩhang'o yake. Kila mtu ako na shughuli zake, Ona ndaroririkana atĩ kanona nĩ mũhonoku. na hata mtu akumbuki hata kama ameokoka. Rĩrĩ mwana ũkona arĩ ta tũrathi tũkaiya mũthĩ Sunday. Na unakuta mtu labda wakati mwingine anasikia kujua leo ni Sunday. Haleluya. Amen. No ũkĩũria atĩrĩrĩ, Lakini ukiulizwa thĩinĩ wa mathaa 28 katika masaa 24 nĩ mahinda nĩwĩyonagĩra ndagĩka ciaku purposely huwa unatafuta dakika zako fulani cia kwĩneana mbere ya Ngai. za kuenda na kumwomba Mungu. Rĩrĩa ũinamĩte wĩ mbere ya Ngai-rĩ, Wakati uko mbele za Mungu ukiomba, ũkoragwo ũkiuga atĩa? huwa unasema nini Ũhoyaga kĩ? na unaomba nini? Haleluya. Amen. Nĩ kĩĩ ũthiaga kũhoya mbere ya Ni Ngai? nini unaenda kuomba mbele ya Bwana? Nĩ kĩndũ kĩngĩkenia Ngai kana ũthiaga kũhoya o tũmĩrango twaku tũhingũke, o tũmĩrango twaku tũhingũke? Ni kitu ambacho kinaweza kufurahisha Mungu, ama unaenda tu kuomba vile unaweza kufunguliwa milango? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ministry rĩrĩa mũndũ arũgamĩire gũkũ mũhuro wa riũa-rĩ, Ile huduma ambao umeshikilia hapa ulimwengu nĩ ministry ya bata mũno thĩinĩ wa ũthamaki wa ni Ngai. huduma ina maana sana katika ufalme wa Bwana. Haleluya. Amen.
Kwa kila tukaiga ati Kristo naye gucoka tuiye. Sio kunyamaza tu na tusema Kristo kuna siku ile atakujia. Unaenda Kristo akuiye na kutetawewe. Unataka Kristo akukujie kama umefanya kazi gani? Huko ministry ya wenayo. Huku ile kazi ama huduma uko nayo. Ndio yetu tare ka undu tu yetu hapo choka uyero. Haukuwekwa tu vile unakaa alafu kuje ministry ya hinya muno wewe kumurwa. Lakini uko na huduma na jukumu kubwa sana hapa ulimwenguni. Todo ngero ukiokia gai. Na tumesomewa neno la Bwana. Tukaa mtu mratawa kwa turaragia nake. Ijapo kwa kuna mzee rafiki yangu tulikuwa tunaongea na yeye. Akaniambia uduka tani gitida wewe githoma kirekanio kiria gikuru ya kwamba watumishi wengi wanasoma ile maandiko ya kale, agano la kale, wanasoma maandiko ya agano la kale, hata na kile kihetokiro ni hida, na wanasema ati hiyo ilipitwa na wakati. Lakini nikamwambia sio vile. Mundu wa roho, nikamwambia mtu wa roho, agikorwo ina roho mutheru, kama uko na Roho Mtakatifu, kirekanio kiru na gikuru lile agano la kale na lile jipya, sio ndiko kwagirira, zote zitakuwa sawa kwako. Haleluya, amen. Toro siagire kwagirira acio mali mbere, kwa sababu ilikataa kuwa sawa kwa wale walio mbele. Kirekanio kiu gitia magirire, hilo halikuwafaa, tondu itigana kumakinyia, kwa sababu haikuwafikisha ona ile walikuwa nayo. Na hata nasi hatukumiwi kwa agano la kale, lakini ile agano la kale ndipo lile tu mpya katika roho. Haleluya, amen. Na tukisoma lile la kale sisi watu tuna tafsiri ama tuna ufafanuzi kwa sababu tuko na Roho Mtakatifu. Haleluya, amen. Akalieta wewe hugura na nguzo zingi wewe itoshi. Haleluya, amen. Bwana ni awoso, amen. Tudoma kirekanio gikuru, basi huwa tunasoma agano la kale na tugata uko kiroho, na tunafafanuliwa kiroho. Haleluya, amen. Todo ngero maandiko, kwa sababu tumesomewa maandiko, na maandiko basi bana tuyatia, na maandiko inatuambia wote ile ina ukigia na gusanyo na bara ya kwamba kukafika wakati kukawa na mafurutano na vita katikati ya Israeli na Amaleki, na katikati ya Waisraeli na Waamaleki. Na noe adosometa wa Amaleki, na unajua wale wa Amaleki ni ndio ambao akalekeka imono muno, ni wale watu ambao walikuwa wamemkufuru na kumwasi Mungu sana. Kwa hiyo Maria Israeli mwaga buru wa Misri, kwa sababu wakati wa Israeli walikuwa wanatoka Misri wa Kanani wakielekea Kanani, adosometa wa Amaleki, wale watu wanaitwa wa Amaleki ni watu wale ambao vile Israeli dura, ndio wale waliofuata wa Israeli. Na turunue katati ya Israeli, na kwa sababu katikati ya wana wa Israeli wale watu wakuru kulikuwa na wazee, na kulikuwa na viwete, na kulikuwa na wajawazito, kulikuwa na watu ambao walikuwa na udhaifu wao, na walikuwa watu katikati ya wanaume 1,600 bila kuhesabu wa mama na watoto. Hakukuwa kumekosa watu walikuwa na udhaifu wao. Haleluya, amen. Kwa hiyo wakati walipokuwa wanaenda hii safari na wakienda wakifuatana, basi ulikuta walikuwa wanaenda vile wako na nguvu, kwa sababu wale waliokuwa na nguvu ndio walikuwa mbele, lakini huku nyuma kulikuwa na wale waliokuwa na udhaifu. Na wale wa Amaleki ndio walipanga kuwafuata wana wa Israeli, na walikuwa wanaua wale waliokuwa nyuma kwa sababu ya udhaifu ule walikuwa nao. Na hilo jambo likamkufuru Mungu sana, mpaka Mungu akahukumu hiyo taifa la Amaleki, kwa sababu kumbuke hata Sauli aliambiwa aende angamiza wa Amaleki na amalize mpaka mali yao na amalize mpaka mfalme wao. Haleluya, amen. Basi tukaona hapa kukawa na vita ya Amaleki, ya katikati ya Amaleki na Wanaisraeli. Na wakati huo Musa akamwambia Yoshua, basi andaa askari
rĩrĩa ikaurana na Amaleki. ili tuende vita na Waamaleki. Na rĩrĩa mwakinyire ihinda ya gũkorwo mbara ĩyo, Na wakati ilipofika wakati wa ile vita, nĩtũrona Ngai nake akĩarĩria Musa akĩmwĩra, tunaona Musa, Mungu akimwongelea Musa akamwambia wewe nĩ kwambata o kĩrĩma-inĩ, ya kwamba wewe utaenda juu ya mlima na nĩũgũthiĩ na andũ erĩ, tondũ nĩũgũthiĩ na Haruni na Huri. mtaenda na Harun na Huri. Haleluya. Amen. Andũ acio rĩrĩa twarĩ ũhoro wa Haruni na Huri, Wakati tunaongea juu ya Harun na Huri, nĩkĩo ngwĩrire ona twathomatĩkana gĩkuũ nĩtũtaũkagwo ndiposa nilikwambia hata katika Agano la Kale huwa tunapata utafsiri. marĩ athĩnjĩri, Walikuwa wakuhani. haleluya. Amen. Na ndio wale mwambata na Musa kĩrĩma, Na ndio walienda na Musa kule mlimani. makinya kĩrĩma-inĩ, Na wakati walipofika kwenye ule mlima, mũndũ ũgwĩtwo Joshua na thigari nĩmathire, naye Joshua na wanajeshi wakaenda vita. maandĩko maratwĩra atĩrĩ, Maandiko inasema atĩ kũu hau kĩrĩma igũrũ-rĩ, ya kwamba katika ule mlima Musa arĩ oe moko make na igũrũ, Musa kulikuwa ainue mikono yake juu. na rĩrĩa ambararĩtie moko make na igũrũ-rĩ, Na wakati anainua mikono juu, noguo ita rĩa Isiraeli ni wakati huo wana wa Israeli mahotaga gũtoria andũ acio metagwo Ahibirania, Amaleki walikuwa wanashinda wale wa Amaleki, magatoria Amaleki, walikuwa wanashinda wa Amaleki hĩndĩ ĩrĩa yothe Musa oete moko make. wakati wote mikono ya Musa ilikuwa juu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wanake ni wajibu. Wanya woso. Amen. Turali horo wake. Hapa tunaongea juu ya nini? Moko maku ni wewe wote moko maitu na iguru rĩrĩa tũrathathaiya Ngai. Wakati tunainua mikono yetu tukimsifu Bwana. Mungu pale ndio yahotanagwo o rĩrĩa moko ma Musa me iguru. Kwa sababu ile vita ilikuwa wanashinda wakati Musa ameinua mikono yake. Lakini Musa wakati alipochoka, moko magwethere na mikono irudi chini, Israeli ikaberia kuhotwo bara. Israeli wanaanza kushindwa ile vita. Haleluya. Amen. Ndirenda umenye kitu kiria gitagwo intercession. Nataka ujue kile kinaitwa kuomba. Haleluya. Amen. Kurugama ithenya-inĩ, ama kusimama katika pengo kwa maombi. Hĩndĩ ĩrĩa yothe kwĩna andũ marugamĩte ihoya, wakati ambao kuna watu ambao wamesimamisha ombi, andũ mara intercede, na watu ambao wanaomba kwa niaba, ndio nĩguo Israeli hotanaga bara. hao ndio wakati huo Israeli ndio inashinda vita. Haleluya. Amen. Na nĩkĩo athiĩte na makuhani, Na ndiposa akaenda na wale wakuhani wawili, arĩa athĩnjĩri Ngai, wale ambao walikuwa wakuhani, nĩgetha makamũnyitagĩrĩra, ili wawe wanamshikilia mikono yake, makanyitagĩrĩra moko make, na wale wanashikilia mikono ya Musa, na moko atwari oro ũtungata, na yale mikono tunaongea juu ya huduma, ũtungata wa intercessor, huduma ile ya maombi. hĩndĩ ĩrĩa yothe moetwo igũrũ, wakati haya mikono imeinuliwa juu, Israeli makahotana bara. Israeli walikuwa na kushinda ile vita. Amen. Haleluya. Amen. Uone bata wa intercession, Uone umuhimu wa yale maombi, wambĩrĩrie kumenya, uanze kujua wewe ndiwe mũhotani wa bara, wewe ndio utashinda vita, tondũ bara nĩ ũhotanagio thĩinĩ wa rayamu ya mwĩrĩ, kwa sababu vita hautashinda ukiwa katika mwili, nĩ tondũ korwo nĩ rayamu ya mwĩrĩ arĩa makĩrĩ na indo ciothe matharaita, kwa sababu kama ni mwili, wale walikuwa na vyombo vyote vya vita, acio nĩo marũaga na mwĩrĩ, hao ndio walikuwa wanapigana kwa tondũ miili marũaga yao, na matimũ na lakini hiũ kwa na sababu walikuwa na mĩguĩ na kila kitu. mikuki na upanga na mishale na kila kitu. Haleluya. Amen. No ũhotani ũronekana thĩinĩ wa kĩĩ? Lakini huu ushindi ulikuwa Ũronekana unapatikana, thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo intercession, ulikuwa unaonekana kwa sababu ya maombi. kũrĩa andũ marũgamĩte ithenya-inĩ, Kuna watu waliosimama katika ile na pengo, hĩndĩ ĩyo nĩguo bara ĩkũhotanwo. na wakati huo ndio vita itashindwa. Haleluya. Amen. Nĩ tũraigua no mũthĩ ũyũ, Tunasikia hata siku ya ona leo maũndũ maingĩ nginya andũ maroragwo tu, makoragwo. kuna watu wanauawa tu vile vile. Ugae maroragwo Nigeria, Wewe useme wanauawa Nigeria andũ acio maroragwo Tanzania, ama wanauawa Tanzania. are you interceding? Wewe unaomba kwa ajili ya hayo. Nĩũrarũgama ithenya-inĩ. Wewe unasimama kwa ile pengo kuombea wale watu. Haleluya. Amen. Ngai ndakũigĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, Mungu hakukuweka hapa kwa ajili ya kitu kingine. agũkũigĩte ũcarie ũthamaki wa Ngai mbere. Amekuweka utafute ufalme wake kwanza. Haleluya. Amen. You are an intercessor. Wewe ni mtu wa kuomba. Wewe mũndũ wa kũrũgama ithenya-inĩ. Wewe ni mtu wa kusimama katika pengo. Nĩkĩo ũigĩtwo haha. Ndiposa umewekwa pale. Haleluya. Amen. Ũigĩtwo hau nĩgetha Umewekwa pale kwa sababu wĩ wa wĩra wa bata mũno wĩ. kazi yako ni ya maana sana.
Hallelujah. Amen. Na giki tikihunjio ri. Na hii sio mahubiri. Hallelujah. Amen. Roho Mutheru akiaria. Roho Mtakatifu akinena Na agikuririkania. na akikukumbusha. Ukagenda utumo githomo. Usije tu ukasema tu ni mahubiri. Umuthi kirio. Leo tuliambiwa. Hallelujah. Amen. Kajara kwira warahuke. Mungu anakuambia yani uamke ama uinuke. Bwana asifiwe. Amen. Doko ingagira na itato. Labda unalala saa 3. Wokelio rusini jua litonye ile dirisha. Na unaamka asubuhi kama jua inaingilia kwa dirisha. Hallelujah. Amen. Dukira utukusio. Uwezi amka usiku kuomba. Uikwende na muligo. Na usikie uko na mzigo. Ni kwenda kuoya. Ninataka kuomba. Ni koma uwakia. Na sitalala mpaka asubuhi. Hallelujah. Amen. Ukoma uwakia ndio unatugatira. Unajua kulala mpaka asubuhi ni mwili unatugatira. Ni mwili tu unahudumia. Ni mwili utindika. Na mwili utakusukuma. Hallelujah. Amen. Na mwili wadiko tuikate. Na mwili utazikwa uwe udongo wa mafuta. Mwili ni wa kukubeba wewe. Kwa wakati ambao Mungu amekupa ili ufanye kazi ya Bwana. Ukitafuta ufalme wake. Na ukirebesha taji lako. Hallelujah. Amen. Tonu nikio tugacoka kuri ithe witũ. Ndiposa tutarudi kwa baba wetu. Tukiwa tuna kazi ambayo tumefanya. Bwana asifiwe. Amen. Ukareboke. Utalipwa nini? Unafikiri taji lako litarebeshwa kwa nini? Haiwezi kurebeshwa kwa usingizi. Hallelujah. Amen. Na hata haiwezi rebeshwa na utajiri. Hata ukiwa na nini, hilo halitarebesha taji lako. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu Mungu anasema sisi tuko na haja kuliko ndege. Mungu wewe warogama idenya. Kwa hivyo wewe ukisimama katika lile pengo, basi usije ukajililia sana. Kwa sababu Mungu anakujua. Na ile milango yako Bwana atafungua. Ni kwa sababu na wewe. Hallelujah. Amen. Basi umekuwa mfanyikazi pamoja na mbinguni. Na ufanye kazi pamoja na mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Wandugu na wadada, sisi ni wa maana sana katika ufalme. Na kama kuna jambo mtu anaweza fanya hapa ulimwenguni, ni kujidharau. Kama mtu wa roho anaweza kujidharau. Hallelujah. Amen. Basi kubali. Basi kubali. Yani kufaa kuwa pamoja na ushirika na mbinguni. Na uwe na maana ukiwa hapa ulimwenguni katika ufalme wa Bwana. Na mbingu likujue na lijue hapa ulimwengu liko na mtu. Tuko na mtu. Hallelujah. Amen. Na wajue hapa hakuna vile hivyo tu, kuna mtu. Kuna mtu ambaye anasimama katika pele. Mungu ako na mpango mzuri nao. Na amekupa kazi. Na kupewa kazi na Bwana. Hallelujah. Amen. Kama mtu hapa ulimwengu kupewa kazi hata katika serikali unaona ni jambo kubwa sana. Hallelujah. Amen. Basi ukipewa kazi na basi ukipewa na mbingu, Mungu awe anajua uko na pahali. Si ni amana sana. Bwana asifiwe kanisa. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Inastahili watu waamke. Wakati wote Musa alikuwa ameinua mikono. Hallelujah. Amen. Kuchukua mikono kama ni kawaida. Kama kuchukua mikono tu ni ya kawaida. Hallelujah. Amen. Basi hawangeshinda vita kama ilikuwa kawaida. No hinya wa gutorania bara. Lakini nguvu ya kushinda ile vita urauma thĩinĩ wa
ilikuwa inatoka katika kuinua ile mikono. Haleluya. Amen. Ndio roho ya ndio ambao wakati unaomba kwa ajili ya mambo fulani, maburi, mambo ya nchi, maundu maroneka ama mambo yanaonekana, kwa nitondo wa kanisa wa Ngai, unaomba kwa ajili ya kanisa la Bwana. Haleluya. Amen. Unawaida kwa kuliko hapo. Hata wewe baraka zako zitakuja. Wewe ukurani wewe. Na wewe utabarikiwa wakati ule. Yeye ndiye anakueleza mudega kuhu. Mimi sitaki kukuambia maneno ya baraka isiyofaa. Haleluya. Amen. Ndugira ndimo tu. Hauwezi kubarikiwa tu hivyo bure. Urani bawo tondo na weli. Unabarikiwa kwa sababu hata na unabariki ufalme wa Bwana. Haleluya. Amen. Ni roho ni tondo wakati do waka hiyo. Kwa sababu unaomba kwa ajili ya kanisa. Ukawa mwana wa ile unaombea dada. Ukawa mwana wa ile unaombea ndugu. Haleluya. Amen. Ndio nani furaha. Basi nawe utapata baraka pale. Mimi nikienda mbele za Bwana, sio maneno yangu anaenda kunena. Sio mara nyingi naenda kuambia Mungu maneno yangu. Lakini huwa nanena na Mungu kwa ajili ya mambo ya ufalme wake. Na kuombea wadugu na wadada. Na kuombea kanisa. Na wakati unaombea kanisa, basi unakumbuka kuombea kanisa la Mountain tuliotoka. Labda roho yako haikuruhusu kuwaombea. Hao ni watu wa Mungu. Na hiyo zizi liko na kondoo. Na liko na mwenyewe na kuja kukata kesi. Na tumeambiwa tusihukumu ili nasi tusije tukahukumiwa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hata wakati wanaomba huwa naiombea. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sina ubaya na mtu. Na sikuitwa nikapigane na mtu. Mimi niliitwa nikaitwa uzima na ninene uzima. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wewe na jukumu yako wewe na kanisa wa Ngai hado hapo. Basi uko na jukumu la kuombea kanisa pahali popote liliko. Kila Ngai yona alama hepepekira. Na unaambia Mungu hata wale ambao wamekosa njia. Wadhani malikane. Mungu uwasaidie. Unaje kuhidi mtu haiketetira. Hata sisi kuna wakati tulikuwa tumekosa njia. Na Ngai yogi tutakuwa ugitu. Na Mungu akatuonyesha njia. Haleluya. Amen. Kila ndio unabora. Njia haioni tu hivyo. Ona mahoe. Hata nao waombee. Bwana asifiwe. Amen. Ukiangalia neno la Esther 3. Na tukiongea katika Esther 3, nituona ni kwa bara. Maandiko tunaona kukawa na vita. Ukigana mundu weta Hamani. Na kukawa na mtu aliyekuwa anaitwa Haman. Na mundu sio ndasa njia sione. Na Haman akatafuta njia zote. Uliyesia ile yote yale kumdini wa udhamaki wa mudhamaki wa hetagwo Ahasuerusu. Na akatafuta njia zote vile Waisraeli waliokuwa katika ufalme wa Ahasuerusu. Ndio mambo ulingana ya 27. Katika nchi ama provinces 127. Waisraeli wote wale ndio wa Haman akasema Waisraeli wote waliokuwa katika hizo provinces. Akasema wote wauawe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndani akakora mudhamaki na makali na mudhamaki huko. Na akakuta mfalme na akaongea na yeye hivyo. Na mudhamaki akimwira okorogo ni kwenda. Na mfalme akamwambia kama ni vile unataka. Kwa muhuri wako. Weenda uchukue hii chapa ama muhuri wangu. Haleluya. Amen. Kwa muhuri mashirikana ya 47. Na katika hizo nchi 127 moja maandikiro marua. Yote andikiwa barua. Na muhuri ndio wikire muhuri wako. Na chapa ichukuliwe iwekwe. Tena mudhamaki ugete huko. Ni mfalme amesema hivyo. Basi matwali wale ambao wamereire mambo yule sio moja ndio. Alafu hizo barua zipelekewe governors wale waliosimamia those provinces. Waisraeli wote wamekuwa. Na Mwisraeli wote aliyekuwa katika zile provinces. Basi auawe. Haleluya. Amen. Manani awosu. Amen. Nuri ya mundu witwa Mordekai biliongo. Lakini wakati Mordekai aliposikia vile mfalme amesema, akadia gekora mutumio witwa Esther ile. Akaenda kwa yule binti alikuwa anaitwa Esther. Na ndio akili mama yake. Na unajua alikuwa mjomba yake. Alikimwira kule kubagitu. Na akamwambia vile kumepangwa. Haleluya. Amen. Adosi omati alikanile ureke tuditwe mudhamakio
tukimwira ngo asa. Wale hawakuwa wamefanya maagano waende waambie mfalme fulani na fulani. Kindu kia mbere kiria mundu witwo Mordekai amenire. Lakini jambo la kwanza Mordekai alijua. Ndio ihinda ya kuumba nguo ya gunia. Akajua ni wakati wa kuvaa nguo ya gunia. Haleluya. Amen. Tukeni horo wa nguo ya gunia. Na tukiongea juu ya nguo ya gunia, turani horo wa mundu weimite. Tunaongea juu ya mtu ambaye amejikana. Mundu wirutite mhanga. Mtu ambaye amejinyenyekea. Mundu wihitolea. Na mtu ambaye amewacha mambo yake. Nigetha ni wahoe. Ili akaweze kuomba. Akiugama ithenya. Basi Mordekai akasimama katika lile pengo. Akira Esther ni turugama ithenya. Na akaambia Esther ni tusimame katika lile pengo. Tutonye na Ngai. Na tuongee na Mungu. Kwa sababu ujumbe wote ulitoka mbinguni ama amri yote ilitoka mbinguni. Na Mungu akitoa amri nyingine isipokuwa ile imenenwa hapa ulimwengu, basi hiyo mpango yote inaweza kuisha. Haleluya. Amen. Na kunaweza kuja sauti nyingine nzuri kuliko ile ya kwanza. Haleluya. Amen. Basi nakuambia maneno ya kuomba. Na vile kunafaa wandugu na wadada tukaweze kuomba. Haleluya. Amen. Mimi namuita katika ombi. Kwa sababu wale watu waliosimamisha ile ombi, basi Mungu akatengeneza njia. Na Mungu akatengeneza njia. Na yule mpango ukageuka. Na akasema yule mtu, yule anaitwa Hama, ile mti ya kusulubisha alikuwa ametengeneza, basi aende asulubishwe na yule mti. Haleluya. Amen. Yeye ndio alisulubiwa. Wakati walijua siri ya kwamba ni wajinyime na waombe wasimame katika mbele. Haleluya. Amen. Mungu ako na mpango mzuri na kanisa hili. Haleluya. Amen. Lakini nilijali siku moja nikaona kama kumenyesha mvua nyingi. Na ile mvua ilikuwa imenyesha, nikaona kwa baba na kulikuwa na tanki kubwa sana. Na ile tanki kawa imejaa maji. Maji ikajaa ile ya mvua. Na yale maji yalikuwa mengi. Lakini wakati nilitazama, nikaona haya maji sijui ilipitia wapi. Kwa sababu hiyo maji ilikuwa inapita chini ya udongo. Na kuna njia mbili hiyo maji ilipitia. Lakini nikaanza kuuliza, ni kwa nini hii tanki na ija kuwa na shimo? Na imetoa ile maji na imeenda chini ya udongo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tunaongea juu ya mvua, tunaongea juu ya baraka na neno linalotoka mbinguni. Haleluya. Amen. Na kuna vile hizo baraka na ile neno linastahili zikae. Lakini kunaonekana ya kwamba ile maji inapotelea katika udongo. Na ile udongo inaongea juu ya maumbile ya mwili. Kwa hivyo yale maneno ambao Bwana maneno ananena Bwana, basi na tusikubali hilo neno lipotelee huku katika mwili. Basi wacheni tuache hilo neno liwe uhai ndani yetu. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu alinena katika wimbo, lakini mimi si mwimbaji. Lakini hilo wimbo linasema, wakati mtumishi amenena neno, hiyo wimbo inasema wakati neno linakuja, wengine wanaichukua tu kwa mzaha. Yeye wanaichukua tu kwa mzaha. Haleluya. Amen.
Lakini ninaomba Bwana, ndahoera kanitha uyu ukure ninaombea kanisa likomae, kanitha ugie na kiuga, ili kanisa liwe na kina na kimo. Ninakumbuka mahinda mangi na hau kabere, nyakati zingine hapo mbele, tulikuwa kilema rĩrĩa gĩtagwo kĩrĩma, wakati tulikuwa kule twaheagwo ũhoro, tulikuwa tunapewa neno, tugathikĩrĩria ndungata, tunasikia watumishi, no tuma hau rĩ, lakini tukitoka pale ũhoro ũcio twathiaga tũkĩwaragia na ũkaigua ũhoro ũcio no ũrario. Hilo neno tulikuwa tunaenda tukitembea tukinena. Ona twathiĩ kũrĩa mĩkawa-inĩ gũtirĩ ũhoro ũngĩtwaragia. Na hata tukienda kwa mikahawa tulikuwa tunaenda kutafakari lile neno. Tondũ ũhoro ũcio ndũmwĩrĩire handũ hega. Kwa sababu ile neno ilianguka kwa roho za kusikia. Haleluya. Amen. Kanitha ũcio gĩtuĩka kanitha mwega. Kanisa lile likawa kanisa nzuri sana. Na hilo kanisa linakumbukwa sana kwa wale waliokuwa wanaijua. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa linaanguka kwa roho ambazo zilikuwa tayari kupokea. Na hilo kanisa likakuwa likakomaa. Na ninakumbuka wakati huo tulikuwa na huko Jiru. Hata tukiwa na kule tulikuwa na uhai na uzima mwingi sana. Na tukahudumu, huduma ilikuwa kubwa sana. Kwa sababu kuna uhai mwingi tulikuwa nao. Naye Mungu anatuinua sana kiroho. Haleluya. Amen. Hivyo ndivyo kanisa linakomaa. Kwa sababu kanisa linapokea uhai. Kanisa linasikia vile linaambiwa. Haleluya. Na kunakuwa na watu, kunakuwa na watu watasema ya kwamba hata mimi nitakata kauli ya kuamka na kusimama katika lile pele. Hata mimi sitataka ule usingizi wa kutoka jioni mpaka asubuhi. Haleluya. Amen. Nitaamka hata kama ni saa 9 ninaamka. Na mtaona vile kanisa litainuka. Mtaona vile kanisa litainuka. Haleluya. Amen. Na ninakwambia hata milango mingi yako ambayo imefungika, Mungu ataanza kuingilia na kufungua. Hata hautastahili mtu wa kukutabiria. Haleluya. Amen. Tukisema tuje hapa ni vizuri na tunatokea tunaombewa. Watu wanatoka na wanaombewa. Lakini kwa nini kila wakati tuiguane tukwenda kuhoerwo? No nikigituma mundu aigue ingocio zirenda kuhoerwo. Ni kwa sababu kiugo kiroka, neno linakuja, lakini hatuiweki maanani. No litigiratonya haria kiagiriire. Haleluya. Amen. Inastahili wandugu na wadada tugeuke. Na tusije tukakaa tu pahali pamoja. Basi na tuinuliwe na ile neno. Bwana asifiwe. Amen. Kama kuna kitu linaweza kufanya kanisa hili liende mbali sana, ni kwa watu wakianza kuwa waombaji. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati ni mara ngapi unasikia unataka kuwa na nafasi kuja hata hapa kanisani kuomba, lakini ukuji. Haleluya. Amen. Na labda mtuambie ni funguo mnakosa, lakini kuomba inastahili sana. Hii vita ni kuu. Kuna mambo nawaambia iko hapa mbele yetu, na inastahili watu ambao watakao simama katika pele. Haleluya. Amen. Wacheni nimwambie jambo moja. Sijui kama wakati unaoenda mbele za Bwana unapigana vita la aina gani? Kuna watu wanapigana vita tofauti, na hata wengine wanashindwa hata kuamini. Haleluya. Amen. Anasifiwe kanisa. Amen. Unajua. Amen. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie, adui ya huduma
especially wa mahoya, na especially ile huduma ya maombi ni shetani. Na usidanganywe ya kwamba shetani hafanyi kazi. Masaa 24 shetani huwa anafuatana na wewe. Unaweza kukuta hata wakati unataka kuomba, unaona hausikii nini unasikia. Unasikia kama kuna kitu. Unasikia una usingizi. Na unasikia ulikuwa unataka kuamka uombe. Kwa sababu wewe uko katika vita. Kwa sababu kazi ya shetani kukuzuia maombi. Kwa sababu wakati unaomba, ni ufalme wa shetani huwa unaharibu. Kwa sababu adui ya amani yako mwenyewe, adui ya mambo yako ni shetani. Haleluya. Amen. Na maandiko inatuambia kwamba hatupigani na watu waliokuwa na mwili na damu, lakini tunapigana na nguvu na ufalme ulio katika giza. Kwa hivyo wakati wote ambao umeanza vita, ukianza vita, unapigana na nguvu na ufalme wa giza. Lakini shetani yako chini ya miguu yako. Kwa sababu vile utamwamuru ndio atafanya. Haleluya. Amen. Ukimwambia aende kuzimu ataenda kule. Ukimfukuza ataenda. Haleluya. Amen. Basi hao mambo si ya kuona na macho. Hii ni mambo ya imani. Hii ni mambo ya imani. Hii ni mambo ya imani. Kwa hivyo vile maandiko imesema hivyo ndivyo kuko. Haleluya. Amen. Ni lazima uharibu ufalme wa giza. Na maandiko inatuambia hata wakati Danieli alianza kuomba. Haleluya. Amen. Wakati Danieli alipoanza kuomba, naye shetani akaja kuzuia. Akakuja akazuia maombi. Haleluya. Amen. Akakuja akazuia maombi ili Danieli asiweze kuomba. Na wewe unafikiri wewe ni wa pekee. Shetani hajabadilika na kazi yake ni kukuzuia wewe kuomba. Haleluya. Amen. Mambo ni mengi ambayo yamezingira. Lakini wadugu na wadada, inastahili tuombe. Inastahili tuombe. Na kuongeza maombi sana. Haleluya. Amen. Na tukifanya vile, ni sisi ambao tutafaidika. Sisi ndio tutafaidika kwa yale maombi. Haleluya. Amen. Sisi ndio tutafaidika kwa maombi. Usipoomba wewe ndio utakuwa na hasara. Amen. Ni vizuri kuwa na hekima. Hakuna vita unaweza shinda kama hauta shinda katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Amen. Basi nasikia kuna mambo najua unataka kukata kauli. Haleluya. Amen. Kwa sababu tukifika pale, basi tutakuwa watu ambao wamebarikiwa. Kwa sababu ni sisi tumewekwa pale. Na ile kazi yote Bwana amefanya juu ya Mungu. Haleluya. Amen. Mungu amekaa tu peke yake katika kiti chake cha enzi na atosheke. Lakini aliona ni vizuri amlete Yesu Kristo ambaye alituokoa. Amen. Na akaona ni vizuri atuletee Roho Mtakatifu ili naye aje akae na mtu na ile awe anasaidia mtu, na akaona ni vizuri mtu akae katika hapa ulimwenguni na amalize ama akamilishe hii huduma yote. Amen. Na sini kuonyesha
ni wa maana. Amen. Dada wewe ni wa maana. Ndugu wewe ni wa maana. Sema mimi ni wa maana. Amen. Wewe ni wa maana sana. Unajulikana na mbingu. Na Mungu ametumana ili upewe Roho Mtakatifu wa kukukalisha. Haleluya. Amen. Na kuona umepatikana. Sio watu wote ambao wamepatikana. Kwa sababu kuna njia nyingi ya kuonekana. Lakini njia ya kuonekana tu ni kuingia ndani ya Kristo. Haleluya. Amen. Na wewe ugaituka mundu ucio. Naye unafanywa yule mtu. Haleluya. Amen. Ni vizuri wadugu na wadada, yaani kujiweka kando. Hallelujah. Ama kujiteua. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nataka tuwe na nafasi ya kuomba. Na leo nataka uombe wewe mwenyewe. Wewe ndio nataka uombe. Kwa sababu ya hilo neno ambalo Bwana amenena. Yaani umwambie umwambie Mungu, mimi ndio yule mtu ambao umenena juu yake siku ya leo. Na ningetaka unisaidie kukata kauli. Na kama yaani kukata kauli ambao ni nzuri. Na ili nami niweze kusimama katika lile pengo. Na ndiposa hata mimi mpango wako uwe baraka ndani yangu. Haleluya. Amen. Nataka tusimame. Nataka tusimame.